Bila shaka hujambo mtazamaji wa Azam TV, ni kualike katika mshike viwanjani tukiwa mubashara kupitia hapa Azam Sports 1 HD. Utakuwa nami Akida Kilango, niko na wachambuzi wangu Salama Ngale, lakini pia ninaye Michael Johnson Nguli. Karibuni sana. Asante sana. Uliambiwa umevaa kiamerika leo. Amekosea. British. Ki-British. Bila shaka salamu atakapozipata. Kwa sababu kizungu ndio maana alisahau. Salama Ngale, karibu sana. Asante. Jisikie uko nyumbani. Nashukuru. Asante sana. Na moja kwa moja tukianza kutazama yale ambayo nimekuandalia leo katika mshike viwanjani, klabu ya Simba imetangaza kuanza rasmi kampeni ya hamasa kwa mashabiki wa timu hiyo juma lijalo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea kwenye mchezo mkondo wa pili, hatua ya pili, ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Power Dynamo, mchezo utakaopigwa Oktoba mosi hapa Dar es Salaam. Meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali ametoa ufafanuzi juu ya hilo. Simba Sports Club tangu tumeanza msimu huu tunaondoka na furaha uwanjani kwa sababu tunapata ushindi. Hasa haya masuala mengine ya mpira hauvutii, mpira hauna kasi, yanabaki kuwa ni maoni ya watu binafsi, lakini kama taasisi tunaridhishwa na kile ambacho kinaendelea, kwa maana tumeinvest kwa ajili ya kupata ushindi na ushindi tunaupata. Tumeshinda mchezo wetu dhidi ya Coastal Union. Bahati mbaya hakuna ligi tena hapa mpaka itakapokuja mechi ya Power Dynamo tarehe 1. Baada ya hapo tuna Tanzania Prison. Jumatatu tutawaweka wazi ratiba nzima ya wiki nzima ya hamasa. Mechi yetu itakuwa ni Azam Complex Chamazi. Kwa hiyo hamasa haitokuwa intensive sana kwa sababu uwanja ule ni mdogo. Ukipiga yowe moja tu njoeni, watu wanakuja wanajaa. Kwa hiyo tutafanya hamasa kwa ajili ya kufanya mchezo wetu uwe maarufu, kwa sababu hilo ndio lengo letu. Unapofanya mchezo kuwa maarufu, maana yake ni kwamba wadhamini wanatangazika na mchezo unafuatiliwa na watu wengi. Kwa hiyo tutafanya hamasa katika mrengo huo, lakini kwa upande wa kiufundi kikosi kinaendelea na mazoezi. Leo Ijumaa kikosi kimefanya mazoezi kama kawaida ya recovery baada ya jana kucheza mechi, na tutakuwa na mfululizo wa mazoezi kuanzia hii leo mpaka siku ya mchezo. Sina hakika, lakini tutapokea ripoti hivi karibuni kama kutakuwa kuna mchezo wa kirafiki, kwa sababu ukiangalia kutoka hii leo mpaka tarehe 1 kuna wastani wa siku 10 siku 9 hapo. Kwa lazima tupate mchezo mmoja miwili ya kirafiki kwa ajili ya kuongeza fitness ya wachezaji wetu kabla ya kwenda kumpelekea moto Power Dynamo. Ahmed Ali amesifia uwezo wa mshambuliaji wa Simba Sports Club Jean Baleke na kusema kwamba ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kufunga, kitu ambacho kitampelekea kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2023-24, akifunga mabao mengi kuliko wafungaji bora wa misimu iliyopita. Hadi sasa Baleke ameshafunga mabao 5 katika michezo mitatu aliyocheza katika ligi kuu ya NBC. Alifunga mabao 2 katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar na mabao mengine 3 akayafunga katika mchezo dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union, mchezo uliopigwa hapo jana, na mchezo pekee ambao hakufunga ni dhidi ya Dodoma Jiji, dimba la Uhuru, Dar es Salaam. Ni kweli Mbweni tayari kwenye pressure sasa ya Luizi Jose Mixon, hapo mpira ule Mwamba Luisaka Cletus Chota chama Baleke. Jean Baleke ndio mfungaji bora msimu huu. Ni vema wa Tanzania wakajiandaa kumpokea mfungaji bora msimu huu, na safari hii hatutaki mfungaji bora wa Sandakalawe kwamba huyu amefunga na huyu amefunga. Yani tunataka msimu unaisha dunia nzima inajua mfungaji bora ni Jean Baleke. Mambo yale huyu alifunga hili, huyu alifunga wa kichwa, huyu akafunga huyu, mwisho siku tuanze kugawana tuzo kama sadaka. Simba Sports Club hatutaki hilo. Tunataka Jean Baleke awe top scorer tena wa magoli mengi, na hiyo kazi ameshaianza. Mechi 3 goli 5. Na kila nikiangalia washambuliaji katika timu nyingine, niweke wazi kwamba hakuna atakayemfikia Jean Baleke kwenye kufunga mabao. Kwa hiyo jana amefunga hat-trick na anakuwa ndio mchezaji wa kwanza ndani ya muda mfupi aliocheza Tanzania kufunga hat-trick. Jean Baleke unajua hajafikisha hata mwaka tangu amekuja Tanzania ana kama miezi, alikuja mwezi wa 12, huu mwezi wa 9, ana miezi 9 tu. Baleke ana hat-trick 2, haijawahi kutokea. Kuna watu wanakaa hapa hata miaka 7 hat-trick hawajui, lakini Jean Baleke miezi 9 amefunga hat-trick. Na hat-trick ya Jean Baleke ya jana ni hat-trick bora msimu huu mpaka muda huu.
Hat-trick ya kwanza iliyofungwa ile huwezi kuipa thamani sawa na hat-trick ya Jean Baleke. Ile walifunga timu haijakamilisha usajili, wachezaji sio walikuwa wako 4. Mechi yenyewe ikashindikana, wale wakala nyoya. Yaani mechi ilikuwa ilimradi tu. Jean Baleke amewafunga watu wamekamilika. Amewafunga Wagoso wa Kaya Coastal Union, alafu amefunga magoli mazuri. Kwa hiyo hat-trick ya Jean Baleke ndio hat-trick bora zaidi mpaka muda huu, na ndio mfungaji bora. Na ukimwangalia ni mchezaji ambaye amekuwa na consistency. Ndio mchezaji pekee ambaye amefunga kwenye mechi zote 3 za ligi. Amefunga mechi ya kwanza Mtibwa, amefunga mechi ya pili DFC, amefunga mechi ya 3. Yaani kila mechi Jean Baleke anafunga, na atakuwa mchezaji bora wa mwezi wa 8. Na niweke sawa hapo ni kwamba Jean Baleke alifunga goli moja katika kila mchezo wa ligi kuu ya NBC ambao Simba wamecheza mpaka sasa. Meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ally ameweka wazi maendeleo ya mchezaji Henock Kinonga Baka ambaye aliumia katika mchezo wa ligi kuu ya NBC jana pale Simba alipokuwa kikipiga dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union, na kuwaondoa hofu mashabiki wa klabu hiyo kwani hali yake inaendelea vizuri. Kinonga Baka, kwanza ningependa kuwaambia wana Simba kote duniani ya kwamba Kinonga Baka hajavunjika. Hofu kubwa ya mashabiki wa Simba ni pengine amevunjika, lakini taarifa kutoka hospitali ni kwamba hajavunjika. Aliumia, amepata kidonda, na kidonda ni kikubwa kwa sababu rafu ilikuwa ni mbaya ile. Kwa hiyo alitibiwa jana pale hospitali ya Temeke kwa kushonwa nyuzi kadhaa, na baada hapo sasa akaruhusiwa kurejea nyumbani kwake. Kwa hivi sasa nazungumza na mshike viwanjani, Kinonga Baka yupo nyumbani kwake Ushuani, Sea Breeze, anakula upepo wa bahari huku anauguza kidonda. Ni lini atarejea uwanjani inategemea na maendeleo ya kidonda, lakini kidonda mara nyingi kikipata matibabu vizuri, dressing nzuri, huwa kinawahi kukauka, na hatimaye tunategemea pengine kabla ya mechi ya African Football League kwa maana Super League au amesharejea kazini. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally, kama ambavyo umeweza kumsikia. Nirejee sasa hapa kwa Salama pamoja na Nguli. Tukianza na alilozungumza Ahmed kuelekea mchezo wao dhidi ya Power Dynamo, mchezo wa marudio tarehe 1. Kuna kipindi hapa katikati Simba watakaa bila kucheza. Labda kama watapata michezo ya kirafiki, hilo linaweza kuwa na athari kwa namna moja ama nyingine? Binafsi naona linakuwa na faida kwa sababu wachezaji hawezi kukaa kwa muda wote huo bila kucheza mechi yoyote. Isipokuwa wanaweza wakapata mechi ambayo si mechi ngumu sana. Unaweza ukachukua timu za madaraja ya chini ukacheza nazo, kwa sababu lengo si kushinda mechi. Lengo ni kuangalia baadhi ya mifumo ambayo unaitumia kama inafanya kazi, lakini pia kuwa na ule utayari wa kwenda kukabiliana na dhidi ya Power Dynamos. Kwa hiyo alichokisema nadhani ni cha msingi kwa sababu ni kawaida. Unakumbuka pia hata afisa habari wa Azam FC Ibwe naye alisema katika kipindi cha mapumziko watatafuta michezo mmoja au miwili ili kujaribu kutengeneza mazingira ya kuendelea kuwa na ubora kwenye kikosi. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida, lakini pia itawasaidia kwa sababu uwezo ukakaa siku 10 unafanya tu mazoezi ya kawaida alafu uchezi, alafu unaenda siku ya 11 ama ya 12 unaenda kucheza mechi ya ligi ya mabingwa dhidi ya Power Dynamos, moja kati ya timu ngumu sana kwa sababu mechi yao bado iko 50-50. Huwezi kusema nini kitatokea kwa sababu huu ni mpira. Kwa hiyo nafikiri maandalizi haya ambayo wanaweza kwenda kuyafanya yanaweza kwenda kuwasaidia kwenye maandalizi dhidi ya mchezo wao dhidi ya Power Dynamos. Salama, nikija kwako kuelekea mchezo huu, kiujumla unautazama utakuwa ni mchezo wa aina gani? Kwanza ni mchezo wa kimaamuzi kwa maana ya Simba anafanya maamuzi yake kwa msimu huu kwenye ligi ya mabingwa Afrika kama anaendelea na safari ama la. Simba ana faida ya magoli 2 ya ugenini. Simba ana faida ya wachezaji wake wengi kuwa na uzoefu mkubwa kucheza mashindano katika level za mbali zaidi pengine kwa Power Dynamo. Kwa hiyo pressure ni kubwa. Simba atembea ikiwa na kumbukumbu nyingi ambazo hazikuwa nzuri katika uwanja wake nyumbani. Ijapokuwa mara hii itakuwa uwanja wa Chamazi. Kwa hiyo nadhani kubwa zaidi namna gani ambavyo anakwenda kuingia huo mchezo kwa kumheshimu mpinzani, lakini pia akikilinda kile ambacho amekipata, kwa sababu tayari Simba kwenye sahani yake ana uchaguzi zaidi ya mmoja, kwa maana ya either ashinde ama
yani suluhu ya yani sare ama suluhu ya wakitoka bila Simba anapita. Akishinda unaweza kuona hapo kwamba anatakiwa kushinda bila yanapita. Sare ya magoli lakini sizidi 3 anaweza akapita katika mazingira kama kuliko ambapo baadaye analazimika pengine kuja hapa kutafuta ushindi kwa sababu tayari yuko nyuma kwa mabao mawili ambayo Simba aliyafunga akiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo ni mchezo mgumu, lakini tunaomba naamini kwenye kikosi cha Simba kuanzia kwa uongozi mpaka wachezaji tahadhari itakuwa iko juu zaidi. Nguli, nikija kwako sasa, tumetazama jana Simba amecheza dhidi ya Ogossiokaya Coastal Union, wamepata ushindi wa mabao 3-0. Wanaweza wakacheza mchezo mwingine wa kirafiki kabla ya kuelekea mchezo wa Oktoba 1 dhidi ya Power Dynamo. Ushindi uliopata jana unaweza ukawa umeamsha ari kwa namna moja ama nyingine katika safu ya ushambuliaji, ukizingatia katika mchezo wa uliopita walionekana kulikuwepo na kosa za hapa na pale. Kwanza kuna improvement ya hali ya juu sana. Ukiangalia mchezo wao wa Zambia na wa jana ni michezo miwili tofauti. Ni kweli Power Dynamos pengine ni moja kati ya timu ngumu, timu kubwa, lakini ulikuwa unaangalia matumizi ya nafasi. Nafasi zimetengenezwa ngapi na ngapi zimetumika. Ndio kitu ambacho kinaangaliwa zaidi. Jana kwenye matumizi ya nafasi Simba wamekuwa bora sana. Wametengeneza nafasi 3 kama sio 4 na wametumia nafasi 3 na kipindi cha kwanza. Lakini pia wametengeneza nafasi nyingi sana. Hii inakuonyesha kwamba kuna kitu kimefanyika kutoka kwenye mchezo dhidi ya Power Dynamos na mchezo dhidi ya Coastal. Kwa hiyo unaona kuna kitu kinaongezeka. Lakini kuhusiana na mechi mbili au moja ambayo itakwenda kucheza kama itatokea ni kuangalia ule ubora ambao walikuwa nao dhidi ya Coast kwenye safu ya ushambuliaji, kwenye safu ya kutengeneza nafasi utaendelea kuwepo au kuna kitu cha kuongezea. Kwa hiyo ndio maana nimesikia amesema kwamba mechi moja au mbili za kucheza kabla ya kwenda kwenye mchezo husika. Kwa hiyo mimi binafsi naona kuna improvement ya hali ya juu sana ambayo imejitokeza kwenye huo mchezo. Lakini timu inaposhinda huwa confidence inaongezeka. Yaani ile hali ya kujiamini inaongezeka na hali ya kuona kabisa kwamba tunaweza inaongezeka kwa sababu timu inakuwa inapata matokeo. Kwa hiyo ushindi kwenye timu yoyote, sio Simba tu, ushindi kwenye timu yoyote huwa unaongeza hali ya mapambano na huwa unaongeza ile hali ya kujiamini zaidi. Miongoni mwa vitu ambavyo kocha Robertinho amevizungumza jana ni pamoja na kuwatumia wachezaji wake mbalimbali kuelekea katika mchezo wa dhidi ya Power Dynamo, mchezo ambao ni muhimu sana kwa Simba. Lakini tunaona katika safu ya ulinzi atakosekana mtu ambaye katika matukio mengi ya ulinzi ndani ya klabu ya Simba anakuwa anahusika katika michezo ya ndani ya ligi, lakini hata katika michezo ya kimataifa msimu uliopita. Hapa nikimzungumzia Enock Inonga Baka. Kwa mujibu wa daktari jana, lakini pia na kwa mujibu wa Ahmed Ally leo, ni kwamba Enock Inonga hajapata majeraha ambayo atamfanya akae nje kwa muda mrefu. Kwa maana ni nyama ndio zilizoumia na sio mfupa kama watu wengi tulikuwa tunafikiria. Lakini haiondoi kwamba watamkosa Inonga katika hiyo mechi. Na tayari mwalimu wa Simba ameshapata kitu gani ambacho anakwenda kufanya, kwa sababu iliwahi kutokea hapo kabla. Inonga kabla ya kucheza mechi hizi mbili hapo nyuma pia alikuwa ametoka kujiuguza, nadhani ilikuwa bega kwa muda wa wiki 2 pia. Na safu ya ulinzi ya Simba ilikuwa inaundwa na Shemaloni Fondo pamoja na Kennedy Juma, lakini pia wanaye Hussein Kazi kwenye eneo lao pia la ulinzi, anaweza kushika katika hilo eneo. Ni namna gani tu ambavyo mwalimu atakuwa na weka imani yake kwa hao wachezaji kutokana na kile ambacho Simba wamekuwa kikifanya katika siku za hivi karibuni. Ni kweli kwenye mechi ya kwanza kabisa ligi kuu Simba dhidi ya Mtibwa dhidi ya Simba alifanya makosa mengi sana, ikiwemo swala zima la pattern yao ya kiulinzi kuonekana kama vile haijazoeana sana. Changamoto zilikuwa nyingi, makosa mengi yalitokea kiasi ambacho akaruhusu magoli 2, lakini baada ya hapo nadhani mwalimu alikiri yeye mwenyewe kwamba kumkosa Inonga ilikuwa ni pigo, lakini kwa hiyo mechi anatakiwa kuingiza ama kupandikiza imani kwa mabeki wake waliobakia na sio kuhisi kwamba bila Inonga kuna ambacho kinawezekana, kwa sababu hata kwenye mechi dhidi ya Mtibwa walicheza Simba walishinda, ila tu waliruhusu magoli. Kwa hiyo inawezekana pia kaweka mpango mkati kwamba hata kama taruhusu goli basi angalau sisi tuweze kushinda, tuweze kufunga na kufunga kiasi ambacho waishi katika ile kauli kwamba timu yenye safu nzuri ya ushambuliaji itakufanya ushinde mchezo, lakini timu yenye safu nzuri ya ulinzi itakufanya ushinde na mataji pia. Lakini kule ni ligi na kwa hatua hiyo waliopo katika ligi ya mabingwa ni hatua ambayo unahitaji matokeo usonge mbele. Nilitangulia kusema mwanzo kwamba Simba kwenye bakuli lake ana vitu vingi vya kuamua. Aidha atoke suluhu
aende sare ambayo izidi magoli 2 ama ashinde mchezo. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo tumeona safu ya Simba washambuliaji ina uwezo wa kufunga goli kwenye kila mechi ambayo wanacheza, sababu wanaanza nafasi nyingi. Swala zima la kiulinzi nadhani ni swala la muda, mwalimu namna gani ambavyo anaamini vijana wake na kupandikiza usumu kwamba unaweza kufanya chochote kile ama simu inaweza kuondoka na clean sheet bila ya mtu fulani. Nguli, ulitaka kusema neno hapo walau kwa kifupi? Ni kweli kikosi lazima kitakuwa na changamoto, kwa sababu mchezaji ambaye ataenda kukosekana, kama atakosekana mpaka muda huo ukifika, kwa sababu bado hakuna taarifa rasmi ambayo inasema kwamba atakosekana. Kwa hiyo nafikiri, kwa mujibu wa Ahmed amesema kwamba labda katika mchezo wa ufunguzi dhidi ya Lakini ndo anaweza akapatikana, lakini kwa sasa kwa mujibu wa daktari pia ambaye jana alimpokea na kwa mujibu wa mratibu wa Simba jana alizungumza pale Temeke hospitali kwamba makadirio ni siku 14 anaweza akarudi uwanjani. Kwa hiyo hatakuwepo kwenye mechi, lakini itadisturb pia kwa mipango ya mwalimu, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaingia kikosi cha kwanza, lakini bado naamini kwa ukubwa wa kikosi cha Simba na ubora wa wachezaji waliokuwa nao, naamini kila kitu kitaweza kwenda sawa, kwa sababu timu ni wachezaji 30 na sio mchezaji mmoja, ingawa kukosekana kwa mchezaji mmoja kunaweza kukaribu plani ya mwalimu kwa namna moja ama nyingine. Michael Johnson Nguli huyo, kama ambavyo umeweza kumsikia akizungumzia hilo la Henok Kinonga Baka. Tugeukie sasa klabu ya Yanga. Mwanachama mwandamizi wa Yanga na mbunge wa Kinondoni Abbas Tarimba ameliomba benchi la ufundi na wachezaji wa klabu ya Yanga kutobweteka kwa ushindi walioupata katika mchezo wa hatua ya pili mkondo wa kwanza dhidi ya Al Merrikh ya Sudan uliopigwa Kigali, Rwanda, na kumalizika kwa wananchi Yanga kupata ushindi wa mabao 2-0. Tarimba ameyasema hayo katika mahojiano maalum aliyofanya na mshike viwanjani kuelekea mchezo wa mkondo wa pili utakaopigwa jijini Dar es Salaam Septemba 30. Young Africans ni kweli wameanza vizuri, lakini historia ya Young Africans kuanza vizuri si ya uwanjani tu peke yake. Walijitayarisha mara tu baada ya msimu uliopita uweza kuona tathmini. Walifanya tathmini Young Africans, na niwapongeze sana viongozi wa Young Africans kwa sababu ile tathmini hivyo watu walivyokuwa naifikiria. Ni timu moja ngumu, na kilichofanyika na Young Africans ni ufahamu wa jinsi gani ya kwenda kushinda mechi ya kimataifa kama ile. Wali study Al Merrikh, uzuri wao uko wapi, kwa sababu nao wana backline moja. Usifikiri kwamba Al Merrikh watakuja kiwepesi, hapana, watakuja nao kwa nguvu vile vile, kwa sababu magoli mawili sio mengi sana. Wanaweza kuwa na tamaa ya kuweza kufikiri kwamba wanaweza karudisha kosa waki open up, kwa maana wakisema washambulie, ambavyo ndivyo itakavyokuwa, wanaweza wakafungwa magoli mengi sana. Katika hatua nyingine, ikiwa mzunguko wa 3 wa ligi kuu ya NBC umekamilika, Tarimba amelipongeza shirikisho la mpira wa mguu nchini TFF kwa kuendelea kuiboresha ligi pamoja na kusimamia vyema, kitu ambacho kimezidi kuongeza thamani na ushindani kwa klabu mbalimbali hapa nchini zinazoshiriki katika ligi hiyo. Tuipongeze TFF kwa kazi kubwa sana ya kutengeneza kitu tunaweza tukaita enabling environment, labda Kiswahili kizuri, kutengeneza uwanja wa kuwezesha timu zetu za mpira wa miguu kuweza kukua. Timu za mpira wa miguu safari hii, zile zilizokuwepo katika Premier League na hizi ambazo zimepanda, imedhihirika kabisa kwamba wamejitayarisha vizuri. Usajili umekuwa mzuri. Zamani tulikuwa tukiona timu ambazo zina ajiri na kusajili wachezaji kutoka nje zilikuwa ni Yanga na Simba zaidi, akaingia Azam, sasa hivi Namungo, Singida Big Stars na timu nyingine nyingi zinachukua talents, vipaji kutoka nje ili kuweza kuboresha timu zao. Hivyo ligi kama ligi itakuwa ngumu sana, na tumeona hata mwanzo umekuwa mgumu. Na inaweza kabisa ikatusaidia hata kutoa na kunoa wachezaji wetu wa ndani ili waweze wakaisaidia timu ya taifa. Tuna shida kubwa sana ya kupata wachezaji mahiri, hasa katika eneo la ushambuliaji kwenye wachezaji wetu wa Tanzania, na ndio maana tunaona timu nyingi sana wanachukua wachezaji kutoka nje kama washambuliaji. Sasa hiyo inanyima fursa kwa timu yetu ya taifa kuweza kupata wachezaji wazuri wa upande wa ushambuliaji.
mwanachama mwandamizi huyo wa klabu ya soka ya Yanga Abbas Tarimba, lakini pia ni mbunge wa Kinondoni. Tumesikia ambacho Tarimba amekizungumza. Kubwa anawataka Young Africans wasiingie katika mchezo wa marudiano pale Chamazi wakiwa naamini kwamba imeisha. Kwenye mpira hutaki kuingia na matokeo yako. Yaani ni jambo zuri na amezungumza kwa sababu ni mfuatiliaji mzuri wa mpira, ni mwanamichezo, anajua, na pengine angeulizwa hata reference ambazo amewahi pengine angeulizwa kuhusiana na vitu ambavyo anavikumbuka kwenye mpira wa miguu, angeweza kukwambia labda pengine kuna mechi fulani ilikuwa hivi, watu walifikiria hivi, ikawa hivi. Nafikiri ni tahadhari nzuri sana kwa Yanga. Yanga wameshinda mchezo wa kwanza, ni jambo zuri kwa nchi, ni jambo zuri kwenye klabu, lakini bado wanatakiwa waelewe kwamba wanatakiwa waendeleze kile ambacho walikifanya kule Rwanda. Al-Merreikh inawezekana watu wakawa wanazungumza sana kutokana na kwao kule hawajatulia, pengine performance imekuwaje, lakini bado haiondoi kwamba ni moja kati ya klabu kubwa sana kwenye huu ukanda wa huku mashariki mwa Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya timu kubwa. Kwa hiyo anachokisema Tarimba ni kwamba watu waende wakionyesha kabisa kwamba wana kiu na kile ambacho wanakihitaji kwa maana ya ushindi. Lakini pia unaangalia pia kuna mashabiki walisafiri mpaka Rwanda. Lakini leo watakuja uwanja wa Azam Complex pale wakiamini kabisa kwamba kama Rwanda tulishinda basi tunaweza tukashinda na hapa nyumbani. Sasa ikienda tofauti kidogo unakuwa kama haujawatendea haki. Kwa hiyo naamini alichokisema ni muhimu sana kwa Yanga, na naamini Yanga watakichukua kwa maana ya kwamba lazima wapambane, washinde. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kuwapa ule msukumo kwenda kufanya vizuri ni kufika kwao kwenye fainali ya kombe la shirikisho. Yaani hilo ni deni ambalo naamini pia hata Yanga wenyewe wanajua kabisa kwamba tulifanya jambo kubwa, kumbe inawezekana, lakini na mashabiki na wanachama nao pia wanaelewa kwamba inawezekana kufika eneo fulani. Kwa hiyo wana deni kubwa na wanalielewa kwamba bado wana deni kubwa sana kufika katika hatua fulani. Ile ilikuwa kombe la shirikisho, hii ni ligi ya mabingwa. Bado hakuna ambacho kinaweza kuwazuia kama watakuwa na mipango mizuri, lakini pia na wachezaji kupambana, kwa sababu wachezaji ndio watu wa mwisho ambao wanaenda kusimenti kile ambacho uongozi unafanya. Uongozi unaweza ukasajili, uongozi unaweza ukatoa pesa kwa wakati, uongozi unaweza ukafanya majukumu yake kwa wakati, lakini mtu ambaye anaweza kwenda kuonyesha sasa kile ambacho kimefanyika kina thamani kwa kiasi gani ni mchezaji ambaye anakwenda kupambania pointi 3 pale uwanjani. Kwa hiyo naamini nafasi bado wanayo, na uzuri ni kwamba mashabiki wamekuwa na mwamko mkubwa sana kuja viwanjani kutokana na timu inafanya vizuri. Lakini naamini pia, mimi binafsi naamini watafanya vizuri kwenye huo mchezo, kwa sababu walitumia vizuri uwanja wa ugenini ambao kimsingi hata wao pia hawakuwa nyumbani, lakini uwanja ulionekana kama vile wao wako nyumbani kutokana na mashabiki kwa wengi. Lakini pia hata ukiangalia kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi wamekuwa wakijaza uwanja kwenye kila mchezo. Kwa hiyo naamini wanaenda kufanya vizuri, ingawa Tarimba alichokizungumzia ni kutojisahau, kutoamini kabisa kwamba unaweza ukasema akida nikupe mkasa mmoja. Kwenye fainali za kombe la dunia 1950 kule Brazil walienda kucheza na Uruguay, na wao ndo walikuwa waandaaji wa hizo fainali. Walipambana wakafika fainali. Wakati wanakwenda kucheza fainali, siku moja kabla walikuwa wamesha print t-shirt, bendera kwamba Brazil bingwa, na sherehe zikaanza kwamba Brazil bingwa, lakini walienda kufungwa ule mchezo. Baada ya kufungwa ule mchezo, ndio maana Brazil fainali zikitajwa zinafanyika kwao. Nakumbuka 2014 walipigwa 7 wakiwa nyumbani. Kwa hiyo ni bora zaidi wakicheza pembeni. Kwa hiyo kwa sababu walishaamini, mashabiki walishaamini, kuja kwenye mchezo walicheza wakiwa na mentality kwamba sisi tayari tumeshakuwa mabingwa. Uruguay wakawafunga, na moja kati ya mikasa ambayo Brazil mpaka leo inaonekana kama ni mkosi wa nchi, yani kwenye ile finali, kwa sababu sherehe zilianza, watu wameshavaa tayari Brazil bingwa wakati mechi haijachezwa. Mechi imeenda kuchezwa, Brazil amefungwa. Fikiria inakuwaje? Kwa hiyo nafikiri ndio kitu ambacho anakizungumzia Tarimba, kwamba wasiamini kwamba mechi itakuwa rahisi, mechi itakuwa ngumu, kwa sababu inawezekana Al-Merreikh wakaja wakiamini kabisa kwamba hawana cha kupoteza, wanatakiwa wacheze mpira, wapambane. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba mechi inaweza kuwa ngumu kwao, lakini naamini kwa ubora ambao wanakuwa nao Yanga, kwa ubora ambao wamekuwa wakionyesha akiwa Azam Complex, naamini Mungu anaweza kuwasaidia pia na kwenda kwenye hatua inayofuata. Lakini ni angalizo tu kutoka kwa Tarimba ambalo ni kitu kizuri kwa mtu kuwatahadharisha, kwa sababu kuna matukio mengi sana. Kuna yako mengi. Achana hili moja niliyosema, lakini yako mengi tu ambayo yanakukumbusha kwamba unatakiwa kuwa makini, hasa unapokutana na timu ambayo unaweza kufikiria unaweza kuifunga kirahisi.
Mnguli amezungumza mengi hapo na imani mengine kupitia vipindi mbalimbali ikiwemo Viwanjani. Nina imani ipo siku tutaweza kuandaa jambo na watu wakapata kufahamu hayo kwa kirefu. Salama nikija kwako. Young Africans walifanya vizuri pale Pele Kigali Rwanda, wakapata matokeo. Wanakuja tena kucheza Azam Complex, ni wako nyumbani lakini tunafahamu kwamba ule si uwanja wao wa nyumbani. Shikilia hapo, endelea kufikiria. Tuelekee kwanza katika mapumziko, tutarejea mara baada ya muda mfupi. Ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, huu ni Mshike Viwanjani. Bado upo nami Akida Kilango, niko hapa na Salama Ngale pamoja na Michael Johnson Nguli. Lengo hasa ni kukufahamisha yale ambayo yamejiri kimichezo. Salama, kabla tujaenda mapumziko, nilikuwa nimerejesha swali kwako kwamba Young Africans walifanya vizuri pale Pele Kigali Rwanda, lakini pia wanaenda tena katika dimba la Azam Complex Chamazi. Kwa morali ama spirit, nitumie neno spirit, ambayo wanaonekana kuwa nayo wachezaji wa Young Africans, wanaoenda kukipiga sasa dhidi ya Almereke katika mchezo huu wa mkondo wa pili, wakiwa na faida ya mabao 2-0 walioyapata ugenini. Unaiona wapi nafasi ya Yanga kukata kiu ya kutinga hatua ya makundi? Yanga ana nafasi kubwa kwa sababu ya mtaji wa magoli mawili ambayo yuko nayo, lakini pili katika uwanja wake wa nyumbani ambapo atacheza katika uwanja wa Azam Complex. Nadhani moja ya kitu kizuri ambacho Yanga amedhihirisha katika mashindano ya msimu uliopita ambao alicheza finali dhidi ya USM Alger ya Algeria, ni kwamba amekuwa na namba nzuri, ama ameweza kutumia vyema uwanja wa nyumbani, lakini pia kuweza kutumia vyema viwanja vya ugenini. Kama sio kutoka suluhu ama sare, basi amekuwa anaweza kushinda mchezo akiwa nyumbani ama akiwa ugenini. Namba zinamuonyesha akiweza kufanya hivyo. Kwa msimu uliopita dhidi ya TP Mazembe alifunga, Real Bamako alitoka sare 1-1, Malumo Gallants alishinda mechi, akaja hapa akacheza na alishinda pia katika mchezo wa finali dhidi ya Usma. Tafsiri yake ni kwamba namba zake katika uwanja Benjamin Mkapa zinamsupport yeye kufanya vizuri. Ila kwangu mimi kidogo tuzungumze na mashabiki wa Yanga. Yanga ameshashinda magoli 2-0. Inawezekana Almereka akaja na mechi ya tofauti kidogo. Kwenye mechi kama hizi, katika hatua kama hizi, ndio muda ambao matokeo yanajalisha zaidi kuliko aina ya mchezo ambao watu wamecheza. Yani zile pasi za kina Pacome, sijui Max vile ambao walikuwa wanafanya na Ziziki, namna ambavyo wanatesa wachezaji wa timu nyingine. Hivi vitu vyote vitakuja tu pale ambapo Almereka atakuja kwa namna ambayo alikuja katika mechi ya kwanza, na Yanga atakuwa na mchezo mzuri. Lakini kama Almereka atakuja kwa jicho la tofauti, maana yake ni kwamba kitachojalisha pale, Yanga anatakiwa kufuzu katika mchezo katika hatua inayofuata bila kujalisha amecheza vizuri ama amecheza vibaya, kwa sababu hizi ni mechi za kimaamuzi. Kwa hiyo kama mashabiki watajaa katika uwanja wa Azam Complex, ni vyema zaidi, kwa sababu wanawapa hiyo morale na watia deni wachezaji, lakini kubwa zaidi wao washikilie kwenye matokeo ya dakika 90 kwamba Yanga ameenda katika hatua makundi na sio alicheza mchezo mzuri au mchezo mbaya kiasi gani. Shukrani sana Salama Ngale. Karibu. Tukiendelea kutazama mengine hapa katika Mshike Viwanjani, mashabiki wa soka mkoani Rukwa wamezipa nafasi timu za Yanga na Simba kutinga hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa Afrika kwa kufanya vizuri kwenye michezo ya mwisho itakayochezwa hapa nyumbani. Katika michezo hiyo, hatua ya pili ya mkondo wa pili, klabu ya Yanga itacheza dhidi ya Al-Merreikh ya Sudan Septemba 30 jijini Dar es Salaam, wakati Simba Sports Club itacheza dhidi ya Power Dynamo Oktoba 1. Mechi za marejeano za Simba na Yanga katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, matumaini ni makubwa sana kwa timu hizi za Tanzania kuweza kusonga mbele, kwa sababu ukitazama Simba kwa mchezo ambao waliucheza kule Zambia dhidi ya Power Dynamo, walionyesha wana kitu, hasa mchezo ambao walionyesha kipindi cha pili. Wanaleta matumaini kwamba wanaweza wakapata matokeo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, japokuwa mpira ni mpira na una matokeo pia wakati mwingine ya kikatili, lakini matumaini ni makubwa sana kwamba Simba anakwenda kushinda. Kitu pekee ambacho ni kama faida kwa Yanga, mwalimu amekwisha seti standard ya ubora ambayo kila mchezaji anayekwenda kuingia pale anafahamu nini hitaji la msingi la mwalimu, na unaweza kuona wanatengeneza nafasi nyingi, lakini bado kwenye namna ya kuweza kufunga wanaonekana pia hawako vibaya sana kwenye eneo la kufunga. Kwa kwenye mchezo wa nyumbani unategemea kumuona pengine nidhamu kubwa itaendelea kwa upande wa Al-Merreikh kutokuwaruhusu zaidi ama kutokufunguka zaidi kulingana na ubora ambao wako nao Young Africans. Wanaenda kuandika historia kubwa, mimi naamini, kwa upande wa Simba pamoja na Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu itakuwa ni kwa mara ya kwanza
kwa timu zote mbili kuweza kucheza hatua ya makundi. Kwa Dar es Salaam Young Africans kwanza wameandika historia na rekodi kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya pili kwenye michuano ya Afrika wanashinda mechi wakiwa wapo ugenini. Mashabiki wa soka hawa wakitoa maoni yao kuhusiana na timu zilizowakilisha taifa katika michezo ya kimataifa. Tugeuke sasa wawakilishi wengine wa Tanzania katika kombe la shirikisho hapa Afrika. Ofisa habari wa Singida Big Stars Hussein Masanza amesema mchezo wa jana wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Azam FC dimba la Azam Complex Chamazi ulitumika kama sehemu ya maandalizi kuelekea mchezo wao wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Future FC ya Misri utakaopigwa Oktoba mosi. Masanza ameyasema hayo katika mahojiano maalum na Mshike viwanjani. Tumemaliza kucheza mchezo wa ligi dhidi ya Azam FC. Kwa bahati mbaya hayakuwa matokeo mazuri yale ambayo tuliyataka. Tulipoteza mchezo kwa goli 2-1, na kiukweli sikia walimu wanavyozungumza, wanasema mchezo ule ni kipimo sahihi kwa mchezo wetu wa kimataifa dhidi ya Future FC, na tutacheza tarehe 1 kule Misri. Kwa hiyo sasa hivi focus nzima imehamia huko. Mchezo wetu huu muhimu sana, kombe la shirikisho barani Afrika, ni mchezo wa kufuzu kwenda hatua ya makundi. Itakumbukwa tukiwa nyumbani hapa mchezo wetu wa kwanza na Future tulitoka na matokeo mazuri ya goli 1-0, na kazi kubwa tunaenda kuimalizia kule Misri kwa ajili ya kusonga mbele kwenda hatua ya makundi ambao ndo malengo ya Singida Big Stars kwa msimu huo. Kwa hiyo maandalizi yanaanza rasmi hivi leo, na tayari unaweza kaona namna ambavyo walimu wanapambana kuhakikisha kwamba tunakimbizana na muda. Maandalizi yataanzia hapa Tanzania na siku chache tutaenda kuyamalizia kule Misri. Timu inatarajia kusafiri kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea jiji la Cairo kule Misri tarehe 27 mwezi huu wa Septemba, kwa sababu mchezo wetu dhidi ya Future itakuwa ni tarehe 1 Oktoba. Tunatarajia kusafiri na wachezaji takriban wachezaji 24 mpaka hivi sasa. Wachezaji 24 wataondoka hapa kuelekea nchini Misri, na kwa bahati nzuri tunamshukuru Mwenyezi Mungu hatujapata majeraha katika michezo hivi karibuni. Wachezaji wetu wote wako vizuri, hakuna majeruhi yoyote. Itakuwa ni kazi ya mwalimu sasa kupanga kikosi, ni kikosi gani tunasafiri nacho kwenda huko Misri kwa ajili ya kwenda kutafuta ushindi wa kwenda hatua ya makundi. Lakini kwa ujumla wachezaji wote wana morali ya kutosha, wana shauku ya kwenda kupambana kuhakikisha kwamba timu yetu inaenda hatua ya makundi, kwa sababu hiyo ndio lengo kubwa. Na tunaamini hata mashabiki ambao sasa hivi wanapata mashaka kidogo na timu haifanyi performance nzuri, kupitia michuano ya kimataifa tunaenda kuwarudishia faraja ile ambayo inaonekana kama ina wasiwasi. Tunatoe hofu mashabiki, tumejipanga vizuri na tunaendelea kujipanga vizuri. Tukifika hatua ya makundi tunaamini hata wachezaji watapata confidence ya kutosha, na tukirejea ligi kuu huku tunazidi kuwasha moto kama ambao tuliwasha msimu uliopita. Masanza huyo ofisa habari wa Singida Big Stars. Nitumie neno ambalo amelitumia mwisho hapo, anaenda kuwasha moto kama alivyowasha katika siku za nyuma. Ni mafanikio makubwa kwa Singida Big Stars kuweza kufanikiwa kuweza kufika pale walipofika, lakini kwenda katika mchezo wa marudiano dhidi ya Future wakiwa na mtaji wa bao moja. Hii inakuwa na faida kiasi gani Nguli? Faida ipo kwa sababu kuna ile imani kwamba kama tulishinda mchezo wa kwanza, kwa nini tusishinde na mchezo wa pili? Kuna ari huwa inaongezeka kwenye timu, lakini kuongezeka kwa ari peke yake hakutoshi. Bila kupambana, bila juhudi, bila kuwa na umoja kwenye timu, bila kupambana, kwa sababu unajua wakati huu pia wanakwenda wakiwa hawana kocha mkuu. Ernst Middendorf hayupo kwenye kikosi, na jana nimeitazama mechi yao dhidi ya Azam FC. Mimi binafsi mpaka sasa hivi hii ni moja kati ya mechi bora kabisa ambao nimeishuhudia ligi kuu, bora kabisa, kwa sababu ya ubora ambao walikuwa nao Singida, kwa sababu ya ubora ambao walikuwa nao Azam FC. Ilikuwa ni mechi ambayo kwenye mzani ilikuwa kama 50-50. Ilikuwa sio rahisi kusema Azam FC angeweza kushinda ile mechi wala kusema Singida angeweza kufungua ile mechi. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa bora sana. Lakini kwa performance hii ambayo wameionyesha, kama wataenda kucheza na Future wakiwa na performance hii, wanaweza kwenda kupata kitu. Ingawa kucheza ugenini dhidi ya timu kutoka Misri, ukichukua Future, ukichukua Singida Big Stars, Future ni timu kubwa kuliko Singida Big Stars. Lakini kwenye football chochote kinaweza kwenda kutokea. Kwa hiyo naamini kama wataendelea na performance hii, wanaweza kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo wa pili. Singida Big Stars kwenda Cairo salama wakiwa na faida ya bao moja waliolipata katika uwanja wa nyumbani bila kuruhusu nyavu zao kuguswa. Hii ina faida kiasi gani? Ina faida kwenye mpango kazi wa mwalimu, kwa sababu option yake ya kwanza inakuwa ni kwenda kuzuia, kwa maana ya namna gani ambavyo wanaweza kumaliza mechi yao bila kuruhusu goli, kwa sababu tayari wana goli ambalo wao wamefunga lakini Future hawajafunga.
Lakini jambo la pili, mpango kazi unakwenda kubadilika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Future ninaamini hawezi, ama pia Singida naamini kwamba hawezi ingia vile kama waliingia hapa. Watafunguka zaidi, wataka kushambulia, lakini kwa Singida sasa anatakiwa kujiandaa kiulinzi zaidi. Na uzuri zaidi Singida, Mwalimu Middendorp hayupo kwenye kikosi. Maana yake ni kwamba morali unaibusti kwa wachezaji ambao wanahitaji kumshawishi mwalimu kama nipange kwenye mechi, kwanza kwenye viwanja vya mazoezi mpaka katika mchezo husika. Kwa hiyo kujituma utakuwa kupo juu zaidi. Tumeshuhudia kwa mechi jana dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani shida kubwa ama changamoto kubwa itakuwa kwa upande wa mwalimu, anaingia na mpango kazi wa aina gani kutokana na namna ambavyo Future tunaamini anaweza kuingia katika hiyo mechi. Nikushukuru sana Salama kwa mchango wako. Nikushukuru pia kwa kutumia neno mpango kazi, na mchezo utapigwa itakuwa ni Oktoba mosi. Asanteni sana kwa kuja. Walikuwa ni wachambuzi wangu hao Salama Ngale pamoja na Nguli, kama ambavyo umeweza kuwasikia kubwa akizungumzia kile ambacho kinakwenda kujiri katika michezo mbalimbali. Mashindano ya tenis kwa watoto kuanzia miaka 6 hadi 18 yanatarajiwa kufanyika kesho katika viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam. Akizungumza na mshike viwanjani, makamu wa rais wa chama cha tenis Tanzania Rajabu Boli amesema dhumuni la mashindano hayo ni kukuza na kuwainua watoto wenye vipaji katika mchezo huo hapa nchini. Tupo hapa kwa ajili ya mashindano ya tenis ya watoto kuanzia miaka 6 mpaka 18 ambayo yanafanyika tarehe 23 ni siku ya Jumamosi, na yatamalizika siku ya tarehe 24 ni siku ya Jumapili. Na mashindano haya ni mashindano yetu ya pili toka tumeingia madarakani. Tulioandaa mashindano ya ndani, ya kwanza yalikuwa mwezi wa 3 ya JWTS ambayo ipo hapo Lebora. JWTS ni mashindano ambayo yalijumuisha nchi takriban 6 au 7 hivi kutoka Afrika na Ulaya. Kwa hiyo hili ni shindano letu la pili. Kwa dhumuni ya kufanya mashindano haya ni kukuza vipaji vya wachezaji ambao wanatuwakilisha nje ya nchi na ndani ya nchi. Mpaka sasa hivi tuna takriban watoto wengi sana ambao wanacheza katika level zote. Nikumbusha kidogo tu, kuna baadhi ya watoto watatu ambao walikuwa wanatarajiwa kusafiri kwenda Morocco, waliqualify kwenye mashindano ya Uganda ambayo yalijumuisha East Africa na Kati, ambayo yalikuwa ni mashindano makubwa. Walipatikana watoto watatu walioqualify kwenda kucheza Morocco, ambao pia hiyo Jumamosi baadhi watakuwepo kuja kucheza hapa. Mabingwa wa Ndondo Cup msimu huu na msimu uliopita, timu ya Madenge FC kutoka Magomeni inatarajia kufanya sherehe kwa mafanikio waliyopata kwenye mashindano hayo. Tuko na sherehe zetu kuanzia kesho za kusherehekea ubingwa wa Ndondo Cup mitaa Magomeni, kuanzia asubuhi saa 1 tukio litaenda mpaka saa 7 usiku mpaka saa 8 usiku. Tunakesha siku nzima. Kesho tutakuwa tunafanya sherehe, tunaomba dua ya kuwarehemu watu ambao wamefariki ndani ya mtaa Magomeni. Tutakula chakula cha mchana na watu wa mtaani pale, tuweze kusherehekea na wachezaji wetu mpaka jioni. Utofauti wake ni mkubwa sana kwa sababu mwaka jana tuliingia kama timu ngeni. Kwa hiyo tukacheza mechi zote, hatukuwahi kufungwa mechi hata moja. Na sasa hivi tulivyoingia raundi ya pili tumekutana na timu bora zaidi ambazo tulizocheza nazo, na sisi pia tulikuwa bora zaidi. Kwa hiyo ndio maana tukaweza kutetea ubingwa wetu, na tunategemea mwakani pia tutafanya hivyo. Ni kubwa hilo ambalo linaenda kujiri katika sherehe ya ubingwa wa Ndondo Cup. Na kama ilivyoada kila Ijumaa tunakuwa hapa na wageni katika mshike viwanjani. Lengo hasa ni kufahamu yapi ambayo walioandaa, lakini yale ambayo wanatarajia kuifanya. Na leo ninao wageni kutoka shirikisho la Shotokan Karate ambao wamekuja hapa kuzungumzia mambo mbalimbali ya ndani ya shirikisho lao. Na Oktoba mwaka huu watakuwa na mashindano ya watoto wadogo, na hilo ni miongoni mwa mambo ambayo yamewafanya waje hapa katika mshike viwanjani siku ya leo. Na katika wageni ambao ninao hapa, ninaye Akida Shabani Akida, na mimi ni Akida Shabani Kilango, kilichopishana ni jina la mwisho tu. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia ninaye mgeni mwingine ambaye yeye atajitambulisha ni nani katika Shotokan hapa Tanzania. Mimi kwa majina naitwa Abdul Hakim Ramadhani, ni afisa habari na mawasiliano wa shirikisho la mchezo wa karate Tanzania. Kwa wajihi wako unavyoonekana, unaonekana ni mtu fulani ambaye umetulia,
Kipi hasa kilikufanya mpaka ukaingia katika Shotokan? Nadhani baada ya kuanza mchezo wa Shotokan Karate ndo naonekana nimetulia kiasi hiki. Mchezo wenyewe ni mchezo wa amani hasa na mchezo wa utulivu. Utaona wachezaji wote wa karate sio kwamba utawakuta kwenye purukushani au vita isiokuwa na maana. Kwa lazima uwe umetulizana kiakili na kimatendo yako pia unapokuwa mchezaji wa mchezo wa Shotokan Karate. Turejee sasa katika kubwa ambalo limewaleta hapa leo kuzungumzia mashindano haya ya watoto. Kwanza kabisa ni vigezo vipi vilivyotumika kupata timu ngapi zitashiriki na mfumo utakaotumika ni upi? Kubwa katika kitu ambacho tunatarajia kufanya mwezi Oktoba mwaka huu ni mashindano ya watoto wadogo ambapo watakuwa ni chini ya miaka 18. Mashindano haya yatashirikisha wachezaji wote wa mchezo wa Shotokan Karate ambao wanacheza karate katika klabu mbalimbali hapa Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa mashindano haya yatafanyika hapa. Kubwa ni kuendelea kuinua vipaji vya watoto wadogo wanaocheza mchezo wa Shotokan Karate, lakini kuhakikisha kwamba mchezo huu kesho na kesho kutwa unakuwa na warithi wa huu mchezo, hata pia kuendelea kupata timu ya taifa ya mchezo wa karate katika uzani tofauti, lakini pia kupata washiriki wa mchezo wa karate katika ngazi ya umri mdogo. Kwa hivyo tumeona kuna haja kubwa sana kwamba watoto waitwe katika mchezo huu, lakini tunaona kuna tija kubwa sana inayopatikana watoto wanapocheza mchezo huu wa Shotokan Karate. Moja wao ikiwepo ni kujilinda. Tumeona kuna mambo mengi sana yanayowakumba watoto. Ni tofauti mtoto wako akiwa anacheza mchezo wa karate, tunategemea anaweza kujihami mahali popote anapokuwa, lakini pia kumwepusha na mambo yoyote yale yanayokuwa nje ya mstari. Sasa hivi tunaona kuna mambo mengi yanajiri kwa watoto. Wazazi hujui mtoto yuko wapi lakini anafanya nini. Kwa katika kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa bize na mchezo fulani, basi tumeona tuwekee mchezo wa karate na kuwapa ari na motisha zaidi. Tuna watoto wa kiume, wa kike, wapo wadogo kabisa kuanzia miaka 7 mpaka miaka 18, basi watakuwa ni wenye kushiriki katika mashindano haya mwaka huu. Shukrani sana Abdul Hakim, nitarejea tena kwako hapo baadaye. Nikija kwako Akida, mashindano haya yanakwenda kuhusisha watoto wadogo, lakini nikija kwako wewe kama mchezaji, labda uliingia katika umri gani kucheza mchezo huu? Mimi binafsi mchezo wa Shotokan Karate niliuanza nikiwa mdogo sana na miaka 8. Ukiwa na miaka 8. Miaka 8. Kwa hiyo kwa kuanza mchezo huu ukiwa na umri mdogo, unataka kuniambia kwamba kuna misingi mizuri ambayo umeipata tofauti na yule ambaye alianza kucheza ukubwani? Ni kweli. Kwanza ilinyondolea mambo yale ya tabia mbaya, kukaa mtaani kugombana na wenzangu. Hivyo karate ilinibadilisha kidogo yani. Tangu nilivyoingia tu kwenye mchezo nikajiona na badilika mwenyewe kitabia. Sawa. Nikirejea kwa ofisa habari, labda kwa yule sasa ambaye anapenda kushiriki, kuna sehemu maalum ambazo tayari mmeshazilenga kupata washiriki, ama mtu anaweza akawatafuta moja kwa moja Shotokan ili aweze kushiriki? Naam, kubwa zaidi nadhani mara ya mwisho tulikuwa kwenye studio hizi za Azam TV kabla ya timu ilivyokuwa ikijiandaa kwenda katika mashindano ya Kongo. Baada ya mashindano ya Kongo kule tumekuja na kitu ambacho tukasema wenzetu wako mbali sana, japo tulienda tukashindana vikali, tuliibuka washindi watatu katika mashindano hayo tukiwa na jumla ya medali 45 ambazo zilikuja Tanzania kati ya nchi 18 zilizoshiriki. Kwa unaona kwamba nchi ambazo tunaweza kusema zilikuwa na upinzani mkali, wenyeji Kongo, lakini pia na wageni walikuwa Cameroon, ambao ni nchi ambazo zenyewe zimepiga hatua sana, na ndio walikuwa mbele yetu, kwamba Cameroon wakiwa nafasi ya kwanza, lakini Kongo wakiwa nafasi ya pili, nafasi ya tatu kaichukua Tanzania. Hali ya mashindano pia kwa ujumla ilikuwaje? Hali ya mashindano ilikuwa ni ushindani kama unavyosema, nchi zilikuwa ni nyingi sana, lakini pia mazingira tuliyokutana nayo kule tukaona kuna haja kubwa sana. Wachezaji wetu sasa hivi wengi umri umeenda, lakini uzito ni mkubwa sana. Kwa tukaona kwamba iko haja tunapokuja kwetu sisi huku tuanze kuandaa vizazi vyetu hivi vinavyokuwa vidogo, na haya mashindano yatakuwa watoto ni ya mara ya kwanza kufanyika kwa ukubwa wake. Yalifanyika Dodoma mwaka 2019, lakini yanarudi tena mwaka huu yakiwa na sura tofauti, ambapo tayari kuanzia wachezaji ambao wengine tayari ni wakufunzi, walimu wenyewe, viongozi wa shirikisho la mchezo wa karate, tumeona
iko haja kubwa sana kuhakikisha kwamba hiki kizazi kinachokuja kesho na kesho kutwa kikianza sasa hivi kucheza mchezo wa karate. Mchezo wa karate unataka kufanya zaidi kuliko ile kwamba umekaa siku 2 umeingia dojo umejifunza kesho uende ukapigane. Hapana, fanye mazoezi mara kwa mara. Kwa tunaamini hawa watoto wakisikia bwana kuna ari ipo, kwamba kuna zawadi, kuna kombe, kwamba lazima aende akashiriki, na tunategemea baada ya ushiriki wake basi ari inakuwa kubwa sana, na kesho na kesho kutwa kizazi kinakuwa cha mchezo wa karate kitazidi kukua. Lakini pia uigo na kutambulikana kwa mchezo wa karate unazidi kuwa mkubwa sana. Wazazi wengi wanaogopa kwamba nikipeleka mtoto wangu kucheza karate akirudi hapa atawapiga wadogo zake. Sio kweli. Au akitoka huko atakuwa ni mkabaji. Sisi mchezo wa karate kwamba ni shirikisho ambalo liko chini ya Baraza la Michezo Tanzania, kwa maana inatambua tayari kuna syllabus ya wanafunzi kujifunza mchezo huo. Wako walimu ambao wako accredited na shirikisho kwamba tunawatambua wanafundisha katika maeneo husika na maeneo yaliyokuwa rasmi, kwamba sio kwamba utaenda kufundishwa vichochoroni. Hapana, tuna dojo ambazo zinatambulika, zimesajiliwa na zinatoa mafunzo hayo, na baadhi ya mashule yamechukua mtaala huu wa mchezo wa karate, zinafundisha yanawafundisha wanafunzi. Yako mashule mengi tu hapa Dar es Salaam yanawafundisha. Tunao wachezaji ambao ni wazuri sana wa mchezo wa karate kwa ngazi ya watoto. Tegemea ushindani utakokuwa mkubwa. Mbali sasa na kuandaa mashindano haya Abdulhakim yatakayohusisha vijana, nyinyi kama Shotokan kuna mpango gani mwingine ambao mnao ili kuhakikisha sasa kwamba mchezo huu unazidi kustawi, si kusubiri mpaka mashindano? Sawa. Kubwa zaidi tunahakikisha kwamba wachezaji wenyewe walioenda nchi ya Kongo kushiriki waliona iko haja kwamba kuhakikisha kwamba mchezo huu tunajifua hasa vilivyo. Tutakapoenda wa Cameroon ambao tuliona wazuri, tuwaone kwamba ni level yetu ya kawaida, kwamba mazoezi sasa hivi yameongezeka kulingana na kila mkoa wa wachezaji ambao wapo katika timu ya taifa, kuhakikisha kwamba wanakutana mara kwa mara kuendelea kujifua. Lakini sio hivyo tu, tulikuwa tunajiandaa kila mwaka tuna mashindano ya nchi kwamba yanafanyika mwezi wa 12, ambapo sasa hivi watu wanaanza kujiandaa mapema. Kwa maandalizi kipindi cha nyuma ilikuwa ni mwezi mmoja au wiki 2 au miezi 2 kabla ndio watu kuelekea kwenye mashindano. Lakini sasa hivi nakwambia maandalizi ya mwezi wa 12 tayari yameanza, kwamba kila ni upande wa wachezaji, upande wa viongozi, tuna maandalizi tayari, kwamba kuliko kukaa tusubiri kwamba mwezi wa 12 mashindano yafike watu waende pale kuchuana, licha kwamba zipo changamoto ambazo tunakutana nazo. Umezungumzia kuhusu washiriki kutoka Dar es Salaam, lakini na mikoa mingine, vipi kuhusiana na mataifa mengine? Mmefikiria kuwaalika? Na tunao baadhi ya mataifa ambao ni mataifa rafiki ambapo tunakuwa tukiwaalika mara kwa mara. Nchi ya Kenya ina walimu na wachezaji wazuri ambao tunakuwa tukiwaalika, wanakubali kushiriki. Miaka 2 nyuma walikuwa wakija katika mashindano yetu. Mwaka huu tunatarajia tuwaalike Burundi baada ya kuona kwamba ni wana walimu wao na wachezaji wao. Wachezaji wetu tumeona kwamba tuna kiwango chetu kiko sawa, lakini tunatarajia katika mipango iliyopo kwamba tuwe miongoni mwa wenyeji wa mashindano ya Afrika Mashariki. Tutegemea Tanzania tuwe wenyeji. Muda wetu si rafiki, si vibaya hapa mkasogea kwa walau dakika moja tukimbizane na muda kidogo. Leo tumekuandalia kata moja ya MP. Hii kata itaonyeshwa na mchezaji wa timu ya Karet, na yeye ni timu ya taifa. Atakuonyesha kata ya MP, kata inayotumia nguvu sana na speed yake. Okay. Tuonyeshe kata MP tuweze kuondoka. MP Huyo ni Akida kama ambavyo umeweza kuona akionyesha, na mimi kwa siku ya leo ni kuage hivi kwamba hapa basi ndo tunaondoka.